Mama yangu ana eneo kata ya Somelo. Eneo letu limevamiwa. Tunaomba msaada wako. Eneo ni la kwetu na tumekabidhiwa mbele ya mheshimiwa diwani. Sasa hivi watu wanatoka na Kisarawe, wanakuja na makundi na vijana, wanafamia maeneo. Kwa kunusuru wananchi waweze kuingia kwenye majumba yao, wanapita ndani ya kiwanja changu. Na kipindi cha urasimishaji wamenivizia sipo. Taarifa wamevizia sipo, wameweka mawe ndani ya kiwanja. Juzi Jumapili naambiwa migomba yote imenyongolewa, imetupwa na aliyeng'oa hatumjui. Akauliza kwa nini mnang'oa mazao ya huyu mama? Akasema hili eneo ni letu, tulishauziwa sijui na nini. Cha ajabu, wanaandika miaka ya nyuma, ndio ujanja wao. Mimi nimeingia pale mwaka 92. Wao wameona nyaraka zangu kwa njia moja, diwani anajua alivyoona nyaraka zangu. Wanakwenda wanaandika nyaraka za mwaka 80. Wanategemea mimi niende mahakamani. Washapiga hesabu, huyu mzee huyu ana miaka mingapi? Akienda mahakamani huyu, miaka 10 je atakuwepo huyu? Mimi nafsi yangu inaniumiza nikiona kila mtu analalamika, analia. Na kwa sababu muda ni mdogo, ningesema nianze hapa, tunaweza kukaa siku 3. Kwa maana yake tutakuja tathmini ya kwanza ya tarehe 17 ya kwanza ya urasimishaji. Wakati huo naenda kutengeneza timu ambayo itahusisha watu wa ardhi, mwanasheria, timu ya usalama. Kwa maana yake kamati ya usalama, TAKUKURU wote watakuwepo humo, na ataisimamia mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ile timu, kuhakikisha tunapiga kambi hapo hapo kwenye mtaa. Tutawatangazieni yeyote mwenye malalamiko yake, mwenye shida yake, tunaenda hapo. Ni watoeni hofu. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria na hakuna mtu ambaye yuko juu ya serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Wale wote wanaoingia kwenye mashamba ya watu kwa nguvu, waambie kabisa kila mwanzo kuna na ni vizuri watubu, mwisho wao uwe mzuri. Tuna maeneo hivi, ndugu zangu, kwa nini leo ukurupuke kutaka hii meza iwe yako? Miaka yote mbona wewe upo? Hii meza ipo na wewe mbona hujui? Nani alikuwa anaitunza hii meza mpaka sasa ipo? Wewe ulikuwepo? Baba yako alikuwepo? Mjomba wako alikuwepo? Na hii meza ilikuwepo? Mbona hukurupuki kuiuza meza hii kama unavyouza sasa? Na lingine niwaambieni, wako watu wanaingia kwenye ardhi za watu, wanashtakiana wao wenyewe, wanafika hadi mahakama kuu wenyewe, ili hali wenye ardhi hawajui. Ndio wamesema mzee wangu mmoja, unaenda mnajishtaki nyinyi. Yaani mimi hapa naenda kumshtaki Dasi kwenye ardhi ambayo tunajua kabisa ya Kaniki. Naenda kumshtaki Dasi mpaka mahakama kuu. Nikishamshinda Dasi na kuja na hukumu na kwenda kumtoa Kaniki. Kaniki hajui kabisa kama ardhi yake iko kwenye hukumu, kwenye kesi. Ndio ile anasema mzee wangu, mimi nimemzika baba yangu hapa. Mbona hiyo kesi yenu mimi sijui? Haya sasa wanaenda kesi wengine. Mwenye shamba aliyemzika baba, sio mnanielewa? Yaani mtu aliyemzika baba yake hayuko kwenye kesi, lakini watu wawili wanapelekana kwenye kesi. Wakishinda wanakuja kubeba na kaburi. Maana yake wale wanaokwenda huko kuhangaika na hizo kesi, wacha wahangaike. Mwiba ulipoingilia ndipo. Basi baada ya kusemana, nawashukuruni sana.